Naam, habari yako ndugu mtazamaji wa ZBC, natumai hujambo na ni mzima wa afya. Ni kukaribisha katika kipindi hiki maalum kwa wakati huu kutoka hapa ZBC TV. Na kipindi hiki leo tunataka tuzungumze kuhusiana na mwamvuli wa asasi za kiraia, ni jinsi gani nao pia wanashiriki katika kupambana na ugonjwa wa corona. Nikiwa na maana kwamba nataka kuzungumza na taasisi hii ya Angoza. Basi kwa ujumla tu nikwambie kwamba mtazamaji, wewe hapo ulipo ni muhimu sana kutusikiliza kwa makini sana, lakini pia vile vile kufahamu, na baadaye kama kuna nafasi ya kushiriki wewe hapo ulipo, tutakupa vile vile nafasi hiyo uweze kutupigia simu hapa studio, na kama una swali, maoni yako ama ushauri, basi ni kitu muhimu sana. Hapa studio nipo na bwana Hassan Khamis Juma ambaye ni mkurugenzi kutoka Angoza, lakini pia nipo na bwana Awesu Shaban Ramadhani, yeye ni naibu katibu kutoka Jumuiya ya Kuhifadhi Mazingira Jozani pamoja na Ghuba ya Chwaka. Jina langu ni Abubakar Harith, ndiye ambaye nakualika kwa wakati huu. Mada yetu leo tunakwenda kuzungumza ushiriki wa asasi za kiraia dhidi ya corona. Ushiriki wa asasi za kiraia dhidi ya corona. Asasi za kiraia zimeshiriki vipi nazo zikisimamiwa na mwamvuli huu Angoza hapa Zanzibar? Ndio kitu muhimu sana ambacho tunakwenda kukitazama. Umuhimu pia kwako wewe ni kuendelea kufahamu, lakini pia na kuchukua tahadhari juu ya ugonjwa huu wa corona, so bado duniani kote upo na hata kwetu kwa ujumla. Na bwana Hassan pamoja na bwana Wesu, karibuni sana ZBC. Asante sana. Lakini pia tukwambie ni pole, mupoe na majukumu na shughuli za hapa na pale. Lakini shughuli lazima ziendelee. Sasa Kabisa. Na leo tunataka tuzungumze ushiriki wa asasi za kiraia dhidi ya corona, na bahati nzuri nyinyi Angoza ndio mwamvuli. Mwamvuli wa kusimamia asasi zenyewe, kama mfano hiyo JECA, Jumuiya ya Kuhifadhi Mazingira na Jozani pamoja na Ghuba ya Chwaka kwa ujumla. Kwa hivyo leo tumeialika hii kama ni ushahidi wa asasi za kiraia. Lakini kwanza inawezekana pengine labda kuna watu hawaelewi nini Angoza. Hebu tusaidie kwanza bwana Hassan, nini Angoza? asante Sheikh Abu. Kwanza nishukuru kwamba wenzetu ZBC kuweza kutupa nafasi hii kuzungumza na jamii kuhusiana na masuala ya corona. Lakini kabla hatuenda huko kwenye corona, na tutambulishe wasikilizaji na watazamaji nini hasa Angoza. Angoza ni Kiingereza chake na kwa Association of Angels of Zanzibar, lakini Kiswahili chake ni kwamba mwamvuli wa asasi za kiraia Zanzibar. Ni mwamvuli ambao ulianzishwa tokea mwaka 1993. Ulianza 92, lakini baadaye lazima usajiliwe. Kwa hivyo usajili rasmi ulifanyika 93 na ndipo zikaanza shughuli zake rasmi. Na huu mwamvuli kama ilivyo ile yenyewe ilivyo kwamba hii jumuiya sio ya mtu mmoja mmoja, bali ni jumuiya ya asasi ndio wanachama wa hii jumuiya, na ni ngazi ya kitaifa. Ina wanachama, ilianza na wanachama 4 mwaka 1993. Wanachama wale wakaongezeka mpaka kufikia Disemba mwaka 2019 tukawa tumefikia wanachama 240, na wanachama hawa wameenea katika wilaya zote 11 za Zanzibar. Kwa hivyo Pemba wapo, Micheweni, Wete, Mkoani, mpaka na Chake, na ukija Unguja hali kadhalika, wilaya zote tu ndo Angoza ilivyo. Kwa ufupi sana. Sasa Angoza inamilikiwa na serikali au ni watu tu walikaa wakafikiria kuanzisha mwamvuli huu? Angoza haimilikiwi na serikali kama jina lake lilivyo, asasi za kiraia sisi serikali. Na watu ulianza na asasi 4 ambazo hizo ndo walokaa kafikiria kasema, jamani, sisi asasi za kiraia tupo, lakini mbona tukitaka kufanya shughuli zetu ile sauti moja haipatikani? Huyu anasema hivi, wanasema hivi, wanafanya hivi. Hebu tuje pamoja tuanzishe chombo ambacho hicho itakuwa ndo mdomo wetu. Kwa hivyo likitakiwa jambo ambalo linahusiana na asasi za kiraia, wanakutana, wanazungumza, alafu wanaitoa ile sauti. Hali kadhalika na serikali ikitaka kufanya jambo lake kuzihusisha asasi za kiraia, basi inajua inakwenda kwenye mwamvuli. Tunataka mathalan, wanataka kitu kutoka na asasi za kiraia, alafu sisi wenyewe tunawasilisha kwa wanachama, alafu baadaye tunatoa mrejesho. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kabisa kuweza kufanya kazi na hii sekta ya asasi za kiraia. Kwa hivyo kumbe Angoza ni kwamba ni
ni taasisi nyingi zimekaa kitako kutengeneza mwamvuli wake ili kuratibu shughuli zao kwa pamoja, kuwa na sauti moja. Kama ni usajili, utaratibu wa usajili mnakwenda kwa nguvu moja, kwa sauti moja, uratibu wa kila kitu. Kwa hiyo ndio tafsiri yake hasa. Kwa wale ambao ndugu mtazamaji, kama ulikuwa huelewi nini Angoza, basi leo unatakiwa kufahamu kwa ujumla kwamba Angoza si kitu kwamba kimoja labda kimeanzishwa na serikali halafu ndio inasimamia zile taasisi nyingine, isipokuwa Angoza ni mkusanyiko wa taasisi nyingi kama alivyozungumza Bwana Hassan. Mwanzo alianza na taasisi 4 lakini sasa ni nyingi sana, na lengo hasa ni kuwa na sauti moja katika kuratibu shughuli zao. Wanataka kufanya kitu ili wafikie yale malengo kwa ujumla. Bwana Uwesu, sasa katika upande wa taasisi hii ya Jumuiya ya Uhifadhi Mazingira Jozani pamoja na Ghuba ya Chwaka, JECA maarufu kama JECA, mnafanyaje shughuli zenu? Kwanza tunataka tuelewe pia. Mimi nasikana nikaielewa kwa sababu nishazungumza nawe kabla, lakini wanaotutazama inawezekana hawaelewi kuhusiana na JECA, au pengine wanaelewa lakini wana uelewa mdogo sana. Hebu tupe walau basi muktasari kuhusiana na JECA. JECA ni jumuiya ya kiraia ambayo ina wanachama vijiji 9 ambao vimezunguka msitu wa hifadhi ya taifa ya Jozani. Imeasisiwa mwaka 1998 na kusajiliwa mwaka 1999 mwezi wa Mei tarehe 31. Jumuiya hii imeunganisha vijiji 9 tukianzia na Pete, Unguja Ukuu, Kaibona, Cheju, Chwaka, Ukongoroni, Charawe, Michamvi, Bwejuu na kijiji cha Kitogani. Hivyo ndio vimeungana kwa pamoja, na lengo la ukubwa ni msitu wa Jozani ulipopandishwa hadhi ili kuonekana msitu unaimarika wa Jozani. Hasa wadau waliozunguka vile vijiji waungane kwa pamoja ili wawe walinzi wa msitu ule uweze kuhifadhika. Sawa. Sasa mimi nafikiria kwa vile mmezunguka ule msitu, tafsiri yake ni kwamba bila shaka mlikuwa mna shughuli zenu, mnaratibu kama ni kilimo na ufugaji na vitu vingine. Sasa katika kuunganishwa kwenu, mnaposema sasa muulinde, inabidi msitishe shughuli hizi. Sasa bila shaka tuko mmezisitisha hizi shughuli. Na kama mmezisitisha, sasa mnafanyaje ili kuingiza kipato kwa kila siku? Maana ndio shughuli zimekufa sasa hizo kwa upande ule wa msitu, ili uendelee kukua na kuwa salama. Hilo kwamba baada kuungana kwa pamoja, tukaunda kamati, kila kijiji kana kamati yake, alafu na kila kijiji kina mpango wa matumizi ya ardhi ambao wamewezeshwa na idara ya misitu ili kuweza kufanya. Sasa ili kuweza, tunasema msitu uimarike na wananchi waweze kuishi. Kwa hivyo kila kijiji katika mipango yao tukaanzisha shughuli mbadala kama kilimo, ufugaji wa nyuki, kazi za mikono za kina mama, na katika mipango yao ya kijiji pia wamegawana katika misitu yao. Kuna kwa msitu huu ni kwa ajili ya kilimo, eneo hili kwa ajili ya matumizi, eneo hili ni kwa ajili ya hifadhi. Ile kijiji kinakuwa na hifadhi yake. Sawa. Ili mtu maeneo ya kilimo kitaka kulima anaingia eneo la kilimo. Kuna eneo la ufugaji. Sasa mfugaji na ametengewa eneo lake la kufuga. Akienda eneo la kilimo pale anatafuta kesi. Hata wafuga nyuki nao pia wana maeneo yao, na nyuki ndio uhai. Kwa nyuki yeye ndo anachavua ile matunda ili azae. Nyuki tunapata asali, nyuki tunapata dawa. Kwa hivyo tukawa na shughuli hizo za ufugaji, za kilimo. Pia tulianzisha vikundi vya kuweka na kukopa ili wananchi waweze kupata mtaji, waanzishe biashara ndogo ndogo. Hiyo ni mipango ambayo tumejipangia, na kama tulivyosema, lengo letu ni kuona msitu wa hifadhi ya taifa unaimarika na ila jamii wanaishi kwa shughuli za maendeleo. Sawa. Asante sana Bwana Uwesu. Bwana Hassan, sasa turudi na kwako katika upande huu wa Angoza. Miongoni mwa majukumu ya Angoza bila shaka ni kuwasaidia wanachama wa asasi za kiraia pamoja na serikali kufikia maendeleo ya wananchi kwa ujumla. Sasa haya maendeleo yenyewe wananchi ni yapi na mnayafikia vipi katika taratibu zenu za kila siku? Kwanza ili zile asasi hasa asasi wanachama ziweze kufanya kazi vizuri na kwa ufanisi, lazima zijengewe uwezo. Sawa. Na katika kujengewa uwezo tunaanzia na pale viongozi wale wa asasi zenyewe kuwajengea uwezo katika vipi kuziendesha zile asasi zinatakiwa ziendeshe.
kwa Kiingereza wanaita kuipatia leadership. Jumuiya lazima ikiwa leadership iko vizuri, basi nayo itakwenda vizuri. Sawa. Kushapatia hivyo, sasa hizi tunaanza mafunzo katika maeneo hayo, alafu baadaye kwa sababu asasi nyingi katika kufanya kwake shughuli zake huwa zinataka zipate fedha. Kwa sisi kama ni Angoza, tuna jukumu letu kuzipatia zile fursa zozote ambazo asasi za kuweza kupata fedha, basi sisi tunazitafuta, alafu baadaye tunaarifu. Lakini vile katika hatua nyingine anaweza mtu akapata kwamba fursa hii tuko hapa, lakini atatakiwa aandike kitu, na ile kuandika kitu kunatakiwa ufundi, ujuzi. Mfano kuandika mradi mpaka mfadhili aweze kuridhika nao, aweze kutoa fedha zake. Inachukua muda, inataka mbinu. Kwa hivyo sisi tunabeba ile dhamana kuwajengea uwezo vipi kuandika miradi ambayo ikienda kwa wafadhili kuna nafasi kubwa ya kuweza kukubaliwa. Kishapata zile fedha ndio wataweza kutekeleza miradi. Kwa wao wenyewe wanatakiwa wawe na uwezo jinsi ya kuandika miradi, na jinsi ya kufanya hizo shughuli, na jinsi ya kuweza kuzungumza na mfadhili na kuweza kupata fedha kufanya hizo shughuli. Kwa maeneo mengi tunafanya katika kujengea uwezo ili hizi asasi ziweze kufanya kazi ipasavyo. Sawa. Haya, sasa tukirudi katika kipengele hiki cha ugonjwa huu wa corona, ambapo ndio kuna shabaha yetu kwa siku hii ya leo. Wajibu wa Angoza ni upi linapotokea janga kama hili ambalo halikutarajiwa katika ulimwengu? Ni kweli halikutarajiwa, hatukutegemea. Maana mwanzo tunasikia hili janga liko China. Wazee wetu walikuwa na lugha wanatumia nyoka. Hadithi sasa. Nyoka yuko wapi? Napite. Kwa maana anaona kwake halitofika, liko mbali sana. Kwa hiyo ilianza katika bara la Asia, baadaye likashtupa kaenda Ulaya, baadaye kaenda Amerika. Baadaye tukaanza kusikia jamaa na nchi 3 za Kiafrika zimeanza, Misri na Nigeria. Tukasema hatari, hawa watu wanakuja kwetu. Sasa kwa hivyo na baadaye kwetu likafika, na lilifika ghafla. Kwa hivyo katika hatua ya mwanzo tuliarifu watu wetu kwamba wanachama wetu pamoja na sisi wenyewe. Kwanza kwa upande wa wanachama wetu tuliarifu kwamba jamani, inapokuwa katika hali nzuri huwa tunakuwa karibu na serikali, tunafanya kazi nao. Zile shughuli ambazo wanazifanya taasisi za serikali, sisi Kiingereza wanaita tunazi-compliment. Pale ambapo serikali haifiki, basi tunafanya sisi. Kwa hivyo tunakwenda sambamba. Lakini vile sasa hivi limekuja jambo ambalo ni kubwa, zito, ambalo ni jambo ambalo linaweza limeathiri shughuli mbalimbali za kiuchumi na shughuli nyingine. Kwa hivyo na sisi tuna wajibu wa kuweza kushughulikia. Kwa hivyo kwanza tulielimisha kwamba na sisi tunapaswa tushiriki katika kupambana na janga hili. Na bahati nzuri mrajisi wetu wa serikali ya Zanzibar ndugu Ahmed naye aliliona, akatuletea barua rasmi, jamani, sisi ni miongoni mwa wadau muhimu katika jambo hili. Kwa hivyo kikawaida katika shughuli wadau wanakuwa 3 wakubwa. Kuna serikali, kuna sekta binafsi na kuna asasi za kiraia. Hawa wakikaa pamoja, kufanya shughuli za pamoja, basi lile jambo katika kushughulika kwake linakwenda kwa nguvu na kwa haraka. Kwa hivyo ile barua tukaisambaza kwa wanachama wetu, jamani, tayari sisi tumeshapewa go ahead, tuungane na zetu wa serikali kuona kwamba hili jambo linashughulikia. Sasa kwa upande wetu sisi kama ni Angoza, tulikuwa tuna pesa kidogo. Wakati huo tunafanya shughuli za kupanga, lakini wakati huo kwa dharura tulikuwa tuna pesa kidogo ambayo kuna shughuli nataka tutekeleze pale kama milioni 10 hivi katika masuala ya uelimishaji, katika masuala ya SDG, wana malengo endelevu ya maendeleo kuwashughulikia. Na hizi pesa zilitoka katika UNDP. Kwa kwanza tulisitisha kama kawaida. Maana Mheshimiwa Waziri anasema mikusanyiko na mambo mengine kwanza isite. Tukatii ile amri, then tukasema shida sasa. Sasa tufanye nini? Tukakaa kitako na wenzetu, kwa sababu katika shughuli tunatekeleza na wadau wenzetu, tume ya mipango na UNDP ni fadhili. Tukasema tuzungumze pamoja kwamba tayari sisi tuna jukumu kuweza kusaidia serikali katika upande wa janga. Kwa kuanzia basi tusitumie zile pesa kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Nashukuru UNDP alikubali na tume ya mipango akakubali. Kwa hivyo tukajipanga, tukaanza kutekeleza.
Lakini katika hatua nyingine tunaanza sasa kujipanga kitaalamu, na kujipanga kitaalamu kwa sababu tayari serikali imeshatoa mwongozo ambao unaitwa contingency preparedness plan katika kulishughulikia hili janga, mpango wa dharura katika kushughulikia hili janga. Kwa hivyo tukaanza kuipata hiyo nyaraka, tukasoma. Bahati nzuri ile ndani katika zile malengo mahsusi kuna mawili moja kwa moja yanaangukia kwetu: community engagement pamoja na kukuza uelewa kwa jamii. Kasema hapa ndipo pa kwanza sawa kabisa. Kwa baada kuisoma ile tukasema alhamdulillah, na sisi tumetamka wazi wazi sasa kiraia safanya hivi. Sasa tukasema hii tayari eneo letu la kufanya kazi tumeshalipata, sasa tunatengeneza mpango kazi. Sawa. Kwa hivyo ile kwa hatua dharura tulitumia zile pesa, kwa hiyo tukatengeneza vitu vingi, tukatengeneza peperushi mbalimbali, watu wa daladala pale tukazungumza nao kwa patia vile peperushi, jinsi ya kunawa, yale mambo makubwa yale yanayoelezewa kwamba mtu ili asiweze kupata haya maradhi afanye 1, 2, 3. Tukaanza kufanya kutayarisha peperushi kwa ajili ya kule mshahara. Nanyi mkachukua nafasi yenu, mkaonekana kwamba Angoza pia nao wamefanya hiki. Sawa. Kwa tunashukuru sana watu wenzetu wa UNDP kwa kuweza kutupatia hizo fedha kwa ajili ya kufanya hii dharura ya kwanza, na wenzetu tumea mipango tukanao pamoja, tumefanya kazi kwa pamoja. Nashukuru sana. Asante sana Bwana Hassan. Bwana West, ulikuwa sasa kwa upande wa JECA. Bila shaka nyinyi ni wanufaika wa mapato yanayopatikana ndani ya serikali kupitia shughuli za kitalii ndani ya msitu wa Jozani pamoja na Ghuba kwa ujumla. Hivi karibuni tulipata kuona kwamba zaidi ya shilingi milioni 500 mlipatiwa na serikali, nafikiria zaidi ya hapo. Sasa sijui fedha zinapokuja kama vile mnaziratibu katika shughuli gani kwa mfano? Ni kweli kwamba JECA inafaidika na mgao unatoka Jozani pamoja na vijiji 9. Kwa kipindi hiki tulipata karibu milioni 27 kama JECA kuendesha shughuli zetu. Na kwenye vijiji na wakapata kila kijiji karibu milioni 6.9 ambazo tunapoa JECA tuziratibu, wanafanya mipango yao kule, wakishatuletea pale. Lakini bahati nzuri baada ya kuingia gonjwa hili tulitisha kikao cha kamati tendaji cha jumuiya ambayo inawakilishwa na wana vijiji wawili. Kila kijiji kinatoka watu wawili, mmoja mwanamke na mmoja mwanamume. Wanaungana na viongozi 5 wa JECA na kwa kikao cha kamati tendaji. Baada ya kuitisha kikao kile tukaambia jamani, kumeingia magonjwa haya, hataki kufanya vikao, lakini tufanye hiki, tumeitisha kwa dharura. Na bahati nzuri viongozi kama kikao kikaamua, jamani, hili gonjwa sio masihara. Tulifikiria huko halifika, tuliona China ni mbali lakini lipo. Na katika vijiji vitakavyoathirika zaidi, kwa JECA vijiji vyake vyote vimo ndani ya msitu. Kwa hivyo ile huduma za kijamii nyingi wanaona kama hatuafiki. Kwa hivyo vijiji pale kamati kaamua bwana, na sisi JECA tuonyeshe mfano katika vijiji vyetu, tuanze. Na pale tukaamrishwa tukanunue vifaa, ndoo, kila kijiji tupeleke ndoo isipungua 3, sanitizer zile na spray tupeleke, alafu na vituo vya afya kwa vile anakwenda watu wengi. Pale tukaambiwa tupeleke ile ni moja ya Dettol. Na ile tukalitekeleza ndani ya wiki moja, tukavigawa. Na tuliwaita, kwa vile hataki mkusanyiko mkubwa, tuliwaita viongozi wa kamati mmoja na sheha mmoja, tukapa dozi ndogo tu. Jamani, corona ni hatari, inatakiwa tufanye hivi. Kwa hivyo sisi kwa kuanzia tunaanza na hivi. Kila kijiji pale wakachukua, wakaenda kufanya. Lakini pia tulianasi elimu tupeleke. Na vijijini, baada ya serikali kusimamisha masomo, wanafunzi wote wakawa wanajikusanya. Tukaambia hii ni hatari. Sawa. Kwanza kukana mchezo wa gololi. Utakuta vijana karibu 50 mpaka 100 wanacheza gololi, ambapo zimefungwa skuli, madrasa na vyuo pia wakae nyumbani ili kujilinda na corona. Lakini ukiangalia sasa hivi gololi ni kweli zinachezwa kwa wingi sana. Ni kweli. Tukaambia masheha hili tupambane nalo, lakini ingawa ni gumu, lakini mwanzo mgumu, lakini baadaye watanyoka. Watu wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya supu. Kwa hivyo tukaenda jitihada hivyo. Ndio. Na hususan kwa wenzetu akina mama, wao bado wakaona
ndio watoto wanakatata kucheza, sijui wasimamishwa wanauza gololi madukani huko. Ambia hii serikali imeshaamua, ishasema, na serikali haiumii, itakaumia sisi. Kwa hiyo pale elimu inakwenda hivyo kidogo kidogo, tukakuta mle jamani, watu wakiona mkamwona mtu anakuja anakimbia, sijui kisha narudi, wanajua kwamba hili jambo sio sahihi, lakini tu lakini sasa hivi alhamdulillah unapita mle gololi sasa hivi hazichezwi. Watu, mkusanyiko wa watu umepungua. Ukasema ile mtu anakwenda pale mbao kule ndio wanakuja tuna na bakora huko, lakini ambia wale hawana nia kupiga, wanatisha tu. Wakiona gari limepakia watu hivi asema bakora zinakuja. Hata sasa hivi watu wameelimika kando kando. Kwa hivyo tukasema ile elimu kwa hatua ya awali imefika. Sawa sawa. Ilikuwa wala hatukutumia gharama kubwa, lakini ile wanachofanya sicho. Kwenye maduka tunapita mle, bwana unaanza duka hapa na kitu hiki, wanafanya biashara ndogo ndogo hapa, kama mfano nauza mandazi mchana, akamwambia kama hapo si hatuji kununua hapo. Kwa hivyo na wewe unataka kusema kwamba kwa kifupi sana ni kwamba hamkuishia tu kupeleka vifaa, lakini pia vile vile mmejikita na kutoa taaluma kuhusiana na corona. Sawa sawa. Sasa ni chokozi tena kidogo hapo. Umezungumza kuhusiana na fedha hizi mnazofanya, lakini hii michango ambayo inakupeni serikali katika mapato yanayopatikana kwa shughuli za kitalii pale, sana sana nyinyi mmeegemeza kwenye nini ambacho hicho inatakiwa kiweze kuendelea mbele kwa kuisaidia serikali yenyewe kwa jumla, lakini pia na hata nyinyi ambao ni vijiji hivi karibu 9 ambavyo umevitaja? Kwa upande wa vijiji wao, kama tulivyosema, pesa ile inafanya shughuli za maendeleo. Kwa upande wa JECA tunapewa ili kuweza ile jumuiya kujiendesha, hata kutafuta miradi mbalimbali, kutafuta wataalamu wakatuandikia mradi ili jamii ifaidike. Kwa mfano, tumepata miradi hivi karibuni, tulimaliza mradi wa UNDP. Sisi tunampa mtu bwana tuandikie hiki, tunamlipa. Sasa baada ya kutuandikia mradi ule ulikuwa tumetia solar power katika kila vijiji 6. Kwa hivyo tumewasaidia solar power, tukawasaidia mashine yake, alafu na tukajengea minara ya kumwagilia ili waanzishe kilimo kwa kutegemea kujikinga na mabadiliko ya tabia nchi. Sawa sawa. Fedha ile natumia kama hivyo kuendesha ofisi kama hivi sasa. Kwa fedha hizi sasa tunaanzisha ujenzi wa duka la zawadi. Ambapo kina mama wanasuka kazi za mikono wanafanya. Sisi JECA wanaleta pale, tunainunua ili tuweze kuuza. Tulikuwa na duka zamani, lakini duka limeshakuwa kongwe. Kwa hivyo tumeamua tujenge jipya. Na hivi sasa tushakoshana vifaa ili tuendeleze na hii tunasema corona isiwe chanzo cha kusitisha shughuli zetu za kimaendeleo. Kabisa. Maana siku hizi imekuwa kama ni tunasema tumepata msemo, kila jambo halifanyiki corona, kila jambo corona, kila jambo corona. Yaani watu wametumia kama hivi angozo, imekuwa ni mwemvuli wa kujifichia katika shughuli zao wakati zinawezekana kufanyika kumbe. Sawa sawa. Ni kweli kabisa. Na kwa mfano tunasema nyuki. Hivi sasa nyuki wengi sana wanakufa kutokana na mvua. Nyuki hastahimili mvua. Wanaweka asali kwa ajili ya chakula chao. Sasa asali wamemaliza. Baada ya kumaliza hivi sasa kipindi cha mvua hakuna miti inayotoa maua. Sasa ukienda kwenye mizinga ya nyuki unakuta wengi nyuki wamekufa. Wamepungua wengi sana. Kwa hiyo kwa mfano ule tukiingia kwenye corona tukasema tujifungie ndani, na sisi tutakuja kufa njaa. Tutapungua vile vile. Tutapungua. Asante sana Bwana Weso, nikushukuru sana kwa hatua hiyo. Sasa Bwana Hassan, tukirudi hapa, tukiondoka kidogo katika upande huu wa corona, hebu tuingie katika utendaji huu wa masuala haya ya taasisi kidogo. Tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2020 tunakumbuka waziri wa nchi ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Mheshimiwa Juma Kheri alizungumza na sasa kiraia katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil hapa na ni katika kuwasikiliza labda mapendekezo yao, lakini moja la msingi sana ambalo alizungumza ni kuhusiana na utaratibu mpya wa usajili wa asasi za kiraia, ambapo kuna njia mpya sasa, kuna taratibu mpya. Hili sijui mnalitekeleza vipi ikiwa nyinyi ndio wasimamizi wa masuala haya? Asante Sheikh Abu. Bahati nzuri katika kikao kile na mimi nilikuwepo. Bahati nzuri sana. Na tulikuwa na mashirikiano mazuri na ndugu wetu msajili, ndugu Ahmed, katika kuandaa ule mkutano. Na ninashukuru kwamba jumuiya nyingi zilihudhuria, mpaka mwenyewe mheshimiwa
alitupongeza Sawa, ni kweli. maana ukumbi unakuja ile holi lote takriban mpaka kuna wengine pa kukaa hawana. Kwa hivyo mwitikio ulikuwa mkubwa, na yote hiye kutaka kupata ile maelekezo ya Mheshimiwa Waziri, na tunashukuru maelekezo aliyotupa tumeyapata na tumeyapokea. Lakini alichosisitiza zaidi katika usajili, kwa sababu kuna asasi nyingine kipindi kirefu hatujapata kuulizana. Kwa kuna nyingine zipo toka ilipoanzishwa basi iko inaendelea tu, haijulikani kama inafanya shughuli. Kuna nyingine pengine imeshakufa, kuna nyingine imeshageuka. Sasa tunataka tunataka kujua kwamba zile ambazo zipo sawa na zipo zinafanya kazi wapi na zinafanya kazi nini, ili ile miongozo itakapokuwa inatoka iweze kufanywa kazi. Sasa kwa hivyo ni kweli katika kipindi kile zilikuwa asasi chache ambazo zilikuwa zimesajiliwa kwa utaratibu huu ambao unatakiwa sasa. Chache. Sasa sisi tukatoa jukumu kwamba tuwaarifu jengine, jamani, tunatakiwa tufanye re-registration, tufanye usajili upya ule wa zamani, ingawa utakuwepo, lakini angalau kufanya uhakiki, kujua kwamba uko. Kwa hivyo kila asasi inatakiwa iende ofisi ya msajili kupeleka taarifa zake. Kwanza sisi sheria yetu inataka kwamba kila mwaka tupeleke ripoti ya shughuli tulizofanya na vile vile ripoti ya fedha. Sasa nyingi zilikuwa hazipeleki. Kwa hiyo tunajua, unapata tabu kujua kwamba hii asasi iko hai au imekufa. Sasa sisi kama ni mwamvuli tukaziarifu zile, na alhamdulillah nyingine zimeitikia zikawa zinakwenda kwa msajili. Mpaka sasa hivi hatujui amefikia wapi, lakini yeye ndio anauratibu ilizoweza. Lakini sisi tunafanya jibu wetu kuarifu, na tunaendelea kuarifu, na pale pa maelekezo tunapa maelekezo, lakini kidogo kidogo wanakwenda kule. Na imani wale ambao wako hai na nataka kuendelea kufanya shughuli za sasa kiraia, wataitikia wito, watakwenda ofisi ya msajili kupeleka taarifa zao na kupata hiyo usajili. Kwa hiyo na wakubali kama maneno ya Mheshimiwa Juma Kheri, wapekuliwe. Wakubali kupekuliwa, maana watakwenda watawapekua, na wakubali kupekuliwa ili serikali jiridhishe, shughuli ziendelee. Asante sana. Na ndugu mtazamaji wa kipindi hiki maalum ambapo leo tunazungumza juu ya ushiriki wa asasi za kiraia dhidi ya corona. Hapa nipo na mkurugenzi wa Angoza wa mwamvuli wa asasi za kiraia Zanzibar, Bwana Hassan Khamis Juma, pamoja na naibu katibu wa JECA, yani hii ni jumuiya ya uhifadhi wa mazingira Jozani, pamoja na Ghuba ya Chwaka, huyu ni Bwana Awesu Shabani Ramadhani. Hivi sasa nakupa nafasi wewe mtazamaji unipigie simu hapa studio kupitia nambari yetu ya 0777 92 5647 0777 92 5647. Madhumuni hasa ya kunipigia simu, kama una swali, maoni yako, ushauri, basi ndio unakaribishwa. Lakini pia nitoe indhari, unapopiga simu na nikipokea simu yako, usinisikilize kupitia televisheni yako, nisikilize kupitia simu ambayo tunazungumza mimi na wewe, ili iwe rahisi kunisikia vizuri na tuweze kuwasiliana kwa urahisi zaidi. Nianze na huyu hapa kwenye line. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello mtazamaji, assalamu alaikum. Kaondoka hewani. Pole sana. Bado na fursa kurudi tena kunipigia simu studio ili nizungumze nawe. Ndugu mtazamaji, unakaribishwa sana. Bila shaka utakuwa na mchango mzuri sana ambao umeuandaa hapo ulipo na unataka kufahamu kwa ujumla. Kwa hivyo unakaribishwa ili usije ukapotea na kiu yako hiyo uliyokuwa nayo. Unataka kufahamu kuhusu JECA, unataka kufahamu kuhusu Angoza, lakini pia na mambo mengine ya msingi sana ambayo yanaratibiwa. Lakini pia nikitazama hapa katika upande wa shughuli hizi ambazo mnaziratibu, Bwana Hassan, kwa nini mmejitolea kiasi chote hicho? Mmejitolea kiasi chote hicho kufanya haya. Kwa nini? Kuna nini ndani yake katika kuratibu kwamba mnashughulika kuhusu corona, nataka watu wawe salama, mnahakikisha kwamba jumuiya hizi asasi za kiraia hizi zote zinakuwa salama, zinakwenda kwa utaratibu? Nini hasa dhamira ya msingi? Kama nilivyokueleza mwanzo kwamba katika shughuli tunazofanya hasa hapa kwetu Zanzibar, wadau wakubwa watatu hawa, serikali, asasi za kiraia, pamoja na wenzetu watu wa sekta
wa sekta binafsi ni wadau muhimu katika kuleta shughuli za maendeleo katika nchi yetu ya Zanzibar. Tumekuwa tukifanya huko nyuma, kipindi cha nyuma huko, wakati tunaandaa mipango, kwa mfano kama Dira 2020, mkakati wa kukuza uchumi, tumekuwa karibu sana na wenzetu wa tume ya mipango, tunashiriki. Sasa sisi tusishiriki katika mambo katika hali shughuli zile za kawaida tu, lakini hata ikitokea dharura tunapaswa kushiriki. Nikukatishe kwanza hapo bwana Hassan, kidogo nipokee simu ya mtazamaji. Na kwenye line, asalamu alaykum. Hello, kwenye line, asalamu alaykum. Ndugu mtazamaji, habari yako? Bado ananisikiza kupitia nyingine. Hello, kwenye line, asalamu alaykum. Ndugu mtazamaji, habari yako? Salama, kwema. Kwema kabisa, tunashukuru. Nani, uko wapi? Bakari Musa, PMP kutoka Tanga. Bakari kutoka wapi? Tanga. Naam, karibu sana Bakari kutoka Tanga. Karibu. Hello. Karibu Bakari, usinisikilize kupitia TV, nisikilize kupitia simu yetu tunazungumza hapa ili iwe rahisi. Ubaya zaidi wanaotuangalia huwa wanatusikiliza sisi sauti zetu kupitia ile television. Wakati unapotusikiliza vile kidogo mfumo wa mawasiliano lazima utakuwa unachelewa. Kwa hivyo kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kufanya wewe mtazamaji ni kuwasiliana na sisi kupitia simu ambayo umenipigia. Nikipokea simu yako, ukinisikia kupitia simu yako basi haichelewi. Kwa hivyo usinisikize kupitia TV, nisikilize kupitia simu yako ambayo tunazungumza, ndio itakuwa rahisi zaidi. Usijisikilize sehemu zote mbili na kwa kidogo shida. Bakari, tumeshapokea simu yetu kwenda vizuri kutoka Tanga, lakini kwa bahati mbaya hatukupata tena. Hebu niangalie hii hapa. Hello, kwenye line, asalamu alaykum. Alaykum salam. Naam, unaitwaje, uko wapi? Naitwa Mwera. Nani kutoka wapi? Mwera. Naam, kutoka Mwera, karibu sana. Ndiko naangalia kipindi tu hapa. Sasa ndio hizi namba leo natuja au kusamaliza. Kipindi mama kipo hewani na leo tunazungumza kuhusu ushiriki wa asasi za kiraia dhidi ya corona. Sasa una swali lolote labda nataka kuuliza, maoni yako, ushauri wako, unakaribishwa. Haya, kwa hivyo huyu sasa anajipanga kwanza. Kwa sababu mwanzo alikuwa hakujawa sawa sawa. Kwa hivyo sasa hivi kwanza anajipanga. Kwa hiyo sasa akijipanga anarudi na nguvu mpya, tujiandae kupokea swali zuri sana au maoni mazuri sana. Hakuna wasiwasi wote. Sasa Bwana Hassan, vipaumbele vyenu ni vipi? Ngoja nianze tulishia pale. Kwa nini tunashughulika sana? Tunashughulika sana kwa sababu wengi tunajua kwamba wanafunzi sasa hivi wako majumbani, walitakiwa wawepo shule. Watu wa vyuo, chuo kikuu nao walitakiwa wawepo vyuoni, lakini sasa bado wako majumbani. Ukija ukitazama hii sekta ya utalii ndo kabisa kwamba wale wanaobeba watalii kuwapeleka mahoteli, tour operators hawafanyi kazi. Ukipita mji Kongo, wale wanauza vile bidhaa mbalimbali kwa ajili ya utalii wamefunga. Sasa hii ni athari ya kiuchumi. Sasa katika hii athari ya kiuchumi ina maana kwamba tusiachie serikali peke yake kushughulikia ni janga. Tukishirikiana nao pamoja, ule muda wa hili janga pengine tutachukua muda mfupi kuweza kuliondosha hili janga, ili hizi shughuli zirudi katika hali ya kawaida. Ikirudi katika hali ya kawaida, wale ambao wanakuwa uwanja wa ndege pale, ndege zinakuja, zitaendelea kuja, watarudia katika shughuli zao. Wanaosafisha watalii wataendelea katika shughuli zao, wanaouza biashara kwa ajili ya watalii wataendelea kuuza. Sasa cha msingi tushirikiane na wenzetu kuona kwamba hili janga tunalikabili na linaondoka. Na sasa hivi nafikiri hata ukisema zile makisio huko nyuma kwamba iwe watu wengi waathirike, lakini ukisema zile data ambazo anatupa mheshimiwa waziri unakuta watu kidogo. Sasa tukiongeza juhudi basi ile maambukizi yatazidi. Sawa. Katika hali ya kawaida. Ikiwa katika hali ya kawaida ndo sote tutaneemeka. Kwa hiyo tusiachie serikali peke yake, na sisi tuwepo mstari wa mbele sasa kia kuona kwamba hili jambo kwa haraka tunalishughulikia na tunaweza kulidhibiti. Asante sana Bwana Hassan. Hello, kwenye line, assalamu alaykum. Hello. Nini hapa?
tunataka tupate michango yenu watazamaji. Ni kitu muhimu sana. Maswali, maoni ni vitu muhimu sana 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 kupita kiasi ili tuweze kufahamu. Nilikuuliza hapa kuhusiana na kipaumbele chenu sasa. Nini hasa mmeweka kipaumbele zaidi katika janga hili la corona? Lakini kabla ya kujibu ile swali, hebu tuone hapa simu hii kama itakuwa iko sawa sawa. Hello, kwenye line. Asalamu alaykum. Alaykum salaam, habari? Habari yetu nzuri kabisa. Sijui ya kwako? Mimi sijambo. Naam, nazungumza na nani, uko wapi? Mimi niko Dunga. Ndio, jina lako? Ahmed Ramadhani Hassan, niko Dunga, vipi? Ahmed Ramadhani, karibu sana. Ehe. Naam, kama kuna swali, maoni, ushauri ukaribishwa. Mimi Ndio. mimi nilikuwa nataka kujua tu. Bwana, hapo sisi tunafanya hiyo nini hii hapo kazini hapo Jozani. Mipango ya hapo iko vipi? Mipango ya hapo ya kupata ya kupata hizo fedha ambazo tunafanya kazi hapo Jozani. Hizi fedha zinashughulika na nini hasa? Haya, asante. Labda nikuulize kidogo bwana Amir, wewe ni miongoni mwa wafanyakazi wa vijiji ama jumuiya hii au ni mkazi tu wa katika vijiji? Mimi mkazi tu katika jiji. Haya, asante sana. Nakushukuru sana kwa swali lako hili. Bwana Amir huyu, kama sikutaja jina lake nimelipata vizuri, Ramadhani kutoka Amir Ramadhani. Sawa sawa. Na hili limeelekea moja kwa moja kwa Jeka. Bwana Wesu. Hebu tuambie wakati huo bwana Hassan akijiandaa na kuja kujibu ile hoja yake. Vipi? Anasema hizi kama swali hili linafanana kidogo na nililouliza mimi. Mnafanyaje mipango ya matumizi ya hizi fedha ambazo zinaingia kwenye mapato yenu? Asante sana ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji, kwamba mipango ya fedha ya Jozani iko aina kama 3 hivi. Ile fungu kubwa kuna kwanza 80%. Kwenye mgao 80%, halafu inawekwa 100. Sasa asilimia ile inakwenda, kuna 30% zinakwenda kwa wenye mashamba ya Jozani, Uwemajo. Sasa mashamba yale yanamilikiwa na watu tofauti, ambao wengine kama anavyosema pengine yeye yuko anaishi Dunga lakini ana shamba Jozani. Kwa hivyo hapa kidogo kwa bwana Aweso na kusema kwamba inawezekana pengine hukai kwenye kile kijiji ambacho kinazunguka pale, lakini kama una shamba ambalo lipo ndani ya vile vijiji utakuwa unahusika na kunufaika. Asante. Sasa wale wakishapata wanakuwa na jumuiya yao ya Uwemajo, umoja wenye mashamba Jozani. Sasa wale wakishalipata zile fedha wanakaa wanafanya mkutano mkuu, na tunashukuru kwa wanakuwa wazi kweli kweli. Wanaitisha mkutano mkuu, wanafanya chama wao, tumepata kiasi fulani, tunafanya hivi. Pia wamewekeza pale, pana samaki, pana kasa, kuna makobe. Sasa na wanaingia kwa watalii. Wanapofika baada ya kipindi miezi 6 wanaitana na wanagawana. Na mashamba yale na kugawana yenyewe haupewi fedha cash. Zamani kwa anapeana kama njugu vile. Lakini leo kila mtu anaambiwa pesa yako hapo, anapewa cheki yake, anakwenda benki, anachukua fedha. Sasa yanatokea matatizo mengine kwamba mashamba mengi ya kuresi. Shamba itakuwa na shamba moja kitakuwa na watu karibu 20, 30. Kwa sababu pengine halikurithiwa, bado lipo, yani amerithi kutoka kwa mzee, lakini wao wako 10. Wako 10. Kwa hivyo wao hawakugawana. Pale inakwenda fungu moja. Ndio. Sasa wao pengine katika ile akishapata mmoja tena inakuwa kule wengine hawahusishi, lakini pale panakuwa na uwazi wa hali ya juu. Najua shamba na umepima kwa vipimo GPS akatumia. Najua kwa shamba fulani na mita fulani na anagawana kwa mujibu wa ukubwa wa mashamba. Kwa hivyo sasa inawezekana kama mzee Amir Ramadhani Hassan Adunga pengine ana shamba pale la kifamilia. Pengine fedha ile kule hailazwi. Wanapeana, wanagawana wenyewe, wanapewa cheki. Sasa yule mwenye kupewa cheki ile anachukua na kutana na familia. Watajua wao tena. Watajua. Sawa. Na kwa upande unazokuja Jeka, sisi hizi kama tulivyosema mwanzo, zikifika tu pale tunaita kama tendaji, naomba tunagawa ile fedha ile 10% ya mapato ya Jozani yale. Tunapewa pale kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Sasa ikishafika pale kwamba kijiji unapanga mpango wako bana, sisi pesa zetu tutajenga madrasa,
tutawekeza kwenye elimu, mambo ya afya, na hivi sasa hivi tunashukuru vijiji vingi wamehamasika kusomesha watoto. Sawa sawa. Bwana wewe tunafikiri kwa sababu ya wakati, hebu nisikize simu hii hapa kama tutakwenda vizuri. Hello kwenye line. Asalamu alaykum. Alaikum salam bwana. Mimi naitwa Mjika Zakaria, napiga simu kutoka Monaco. Naam, karibu sana Mjika Zakaria. Haya bwana, mimi niko katika sekta hizi za utalii hizi. Ndio. Lakini swali langu hasa linasema hivi. Hawa ndugu zetu wanaongea hapa, waheshimiwa wapo katika serikalini. Lakini katika utalii kuna wafanyakazi wengi ambao wanahudumia utalii wapo katika private sector hii. Ndio. Na kipindi hichi ambacho cha mambo ya corona haya, wengi wao wapo nyumbani. Weza watakuwa kwenye likizo au watakuwa kwenye mapumziko, lakini wanatenda kazi. Lakini sasa kuna malalamiko mengi sana kuhusiana na hawa ambao wanawategemea kwamba utalii utapofunguka na kazi zitapokuwa zinaanza kuendelea wafanyikazi. Twende kwenye swali. Twende kwenye swali. Muda kidogo si rafiki. Wengi wao maslahi yao yanakuwa hayashughulikiwi. Je, wao kama wao wana mawasiliano yote na watu wa kazi kuhakikisha kwamba wale ambao nguvu kazi ambao zinategemewa kuja zinapata maslahi yao kipindi hichi ambacho wako nyumbani? Asante sana na kushukuru sana kwa swali lako hilo. Moja kwa moja tunasema kuhusiana na msaada. Kifupi nataka kuangalia tu msaada kwa ujumla. Unasaidia vipi? Muda wetu bwana Hassan umekwenda sana. Naomba tujibu hili swali kwa ufupi sana, alafu kile ambacho nimekuuliza ukieleza ili tumalize. Kwa kweli kama nilivyokuambia mwanzo kwamba katika shughuli hizi tunazofanya kuna serikali, kuna sekta binafsi na kuna sasa kiraia. Kwa hivyo katika hizi hawa wafanyakazi walikuwa katika mahoteli, kama walikuwa wanafanya kazi kupitia utalii, basi huko jumuiya yao ipo jumuiya sasa wanaita ZATO, Zanzibar Tourist Operators. Kwa hii wale ndio wenye dhamana ya kushughulikia hayo maslahi yao. Kwa hivyo kuna jumuiya mbalimbali ambazo usione kwamba wamekaa kimya, lakini hii hali wanashughulikia. Itakaporudi basi hayo mambo yote yatashughulikiwa. Haya basi twende sasa kwenye kile kipengele vipaumbele kwa haraka sana. Vipaumbele kwamba mwanzo tulipofanya kushughulikia hili jambo tulikuwa tunashughulikia ujumla wake. Lakini tukasema sasa hivi tuwe mahsusi. Kuna maeneo tunaweza tukaisahau yasishughulikiwe. Ni kweli. Bahati nzuri mwenzangu mmoja kalitaja la watoto. Pengine labda uko Jozani umeweza kufanikiwa kuondosha, lakini huku mjini bado sana. Kwa hivyo na hili tumejipanga kuwa mahususi sasa hivi. Kwa hivyo kwanza katika eneo la mwanzo na hawa watoto hawa ndio kuweza kushughulikia. Kwa hivyo tunazo jumuiya, miongoni mwa jumuiya wanachama wetu ziko zinashughulika na watoto. Kwa hivyo tutapanga nao kuona kwamba tutashughulikia vipi, kuona kwamba hawa watoto badala ya kushughulikia gololi washughulikia kusoma. Na kipaumbele cha pili masuala ya unyanyapaa, kwa sababu sasa kaya zina uzoefu. Ulipoanza zile miaka 80 mwisho ulipoanza ile masuala ya ukimwi, vile kwa na swala la unyanyapaa ulipata tabu sana, lakini kutokana na uzoefu uliopatikana, kutokana na unyanyapaa ulipungua mpaka sasa hivi tunataka kupita ukiambiwa na ukimwi unazungumza naye umeondoka kabisa. Lakini kazi kubwa ilifanyika ya kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na kutenga watu kutokana na masuala ya unyanyapaa. Sasa na hili nalo tunataka tuleke mkakati kwamba wenzetu ambao bahati mbaya wamepata habari za corona ile, kwa sababu kuna nyumba nyingine kwamba nyumba hiyo katoka mtu wa corona, kuna nyingine anakimbia hawataki hata kuiona. Sasa ile tutaifanyia kazi jamani. Corona ni maradhi, lakini aliyepata si kwamba tuweze kumtenga. Haina haja ya kumtenga wala kumnyanyapaa. Tuweze kukaa naye, ameshapona, ameshakwenda huko, amfanyia matibabu na ameshapona, sasa tuendelee shughuli zake kama kawaida. Kwa hivyo na hili ni eneo ambalo vile kipaumbele chetu kuweza kuelimisha jamii kwamba haifai, si vizuri binadamu alipata maradhi ya corona kumfanyia unyanyapaa, si vizuri. Ndio. Labda kama kuna kipaumbele kingine cha mwisho, kipaumbele kingine mwisho ukiacha watoto, alafu baadaye na hii masuala ya unyanyapaa chengine, au kama hamna basi kwa ushauri wa mwisho tu, kwa sababu tuna dakika chache sana zilizosalia. Kwa sekunde tu 30 chengine ile ilikuwa mikono. Tunawaambia tu naweni kwa sabuni, lakini sasa tunataka tuwe mahsusi. Wanawe kwa sabuni, wanawe vipi?
Sawa, kuna sawa. hatua kama 12 kuweza kuzichukua mpaka kuweza kunawa kwa sabuni. Kuna wengine akifika tu pale ananawa moja kwa moja na kwa sabuni. Taratibu kwanza unanawa kwa maji, alafu baadaye unanawa kwa sabuni, unasugua tena kwa hiyo sabuni unahakisha moto inaenea. Hapa Kwa hiyo mtaweka utaratibu ule kwa ujumla. Utaratibu mzuri ili ile dhamira ile kusudiwa pale kwamba akinawa basi wale virus wote wanatoka. Asante sana. Awes, nakushukuru sana. Bwana Hassan, nikushukuru kwa upande wako. Bwana Aweso pia naye nikushukuru kwa upande wako. Lakini pia tuwashukuru vile vile ambao wameshiriki na sisi. Leo tuchokizungumza bila shaka kimefika kwa wahusika. Nawashukuru sana kwa kuja hapa. Naam, ndugu mtazamaji, pamoja na ushiriki wako ni muhimu sana ambao tuloupata hapa. Nikwambie tu kwamba katika siku hii ya leo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na ushiriki wa asasi za kiraia katika kupambana ama kushiriki kudhibiti masuala haya ya corona, ambapo tuliweka katika utaratibu huo juu ya ushiriki wa asasi za kiraia dhidi ya corona. Hapa nilizungumza na mkurugenzi wa Ngoza ambaye ni Bwana Hassan Khamis Juma, na vile vile nimezungumza na katibu wa JECA ama Jumuiya ya Kudhibiti Mazingira Jozani, pamoja na Ghuba ya Chwaka ambaye huyu ni Bwana Awesu Shabani Ramadhani. Mimi ni Abubakar Harith, kwa upande wa utangazaji ni kushukuru sana kwa siku hii ya leo. Endelea kuitazama ZBC. Kwa heri na mchana mwema.